kwa barabara hii ya Lupa kutoka Mbeya kwenda Tabora ni njia ambayo ni shortcut. Yaani kutoka Mbeya kwenda Tabora ni shortcut. Imekuwa ikisumbua ikiwa na changamoto mbalimbali kwenye hii barabara, hususan kuna mbuga ambayo barabara mawe kidogo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa upande wetu serikali, Mama Samia utusaidie hii barabara iwe na lami, kwa sababu itaturahisisha wakazi wa Mbeya kufika Tabora kwa urahisi na mikoa ambayo ipo jirani na Tabora. Hii barabara nadhani ni umuhimu kwa sababu inaturahisishia, ni mkato pia, alafu pia labda ni changamoto za ujenzi wa barabara, kwamba ujenzi wa barabara ni muhimu. Mfano ingekuwa inalimwa kwa wakati na nini hivyo, kwa sababu hatujui lini itakuwa lami, hilo hatutambui, lakini umuhimu wa hii barabara ni muhimu mno, kwa sababu ndio inayotusababisha tunapata kipato, mfano wenye maguta. Hii daraja ina ubora kwa sababu daraja iliyokuwa mara ya kwanza ilikuwa haina umuhimu wote. Moja, taa zilikuwa hamna, lakini nashukuru daraja iliyopo hivi ina taa, ni moja wa maendeleo. Tulikuwa tunapita daraja ile hapo chini hilo, kwanza ilikuwa ni dogo, hata kupishana na gari inashindikana, lakini sasa hivi hata gari kupishana nayo ukiwa juu. Shukuru serikali kwa kutujengea ujenzi wa daraja. Pia wamefanya kitu cha maana, kwa sababu tulikuwa tunahangaika mwanzo tunapopita kwenda mashambani, tulikuwa tunakutana na changamoto nyingi. Mvua inaponyesha unakuta daraja linajaa, tunakosa sehemu ya kupita. Kwa kweli tunashukuru wametujengea daraja kubwa, hata magari yanaweza kupishana akiwa mawili. Ya mwanzo walikuwa wanasubirishana, wa huku anamsubiri wa huku apite na huku anamsubiri kwanza apite, ila kwa sasa wanaweza kupishana. Kwa juhudi za makusudi za Mheshimiwa Rais tayari ameshatoa maelekezo, na moja ya kuanza maandalizi ya ujenzi wa hii barabara kwa maana ya madaraja yote makubwa tumeanza sasa kuyatekeleza. Unaweza kuona daraja tulilosimama hapa ni eneo la Lupa, na daraja hili limetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa gharama ya shilingi bilioni 5.6. Bilioni 5.6 zimetumika kujenga daraja hili tunaloliona, lakini na approach kwa maana ya maingilio ya daraja kilomita 6. Serikali imewekeza kiasi gani kwenye hii barabara, na wanavyosema sasa inatakiwa kujengwa kiwango cha lami. Tayari zile juhudi za serikali za kuhakikisha barabara hii inapitika majira yote ya mwaka, lakini na zile sehemu ambazo zinahitaji gharama kubwa tayari sasa serikali imeanza kwenda kuondoa sehemu moja. Tumeanza na Lupa, tayari daraja limekamilika, Binti Manyanga limekamilika, na sehemu zingine sasa zinaenda kutekelezwa kwa maana ya kuhakikisha barabara hii inapita. Lakini haya madaraja yote yanafikisha kiasi cha fedha za Kitanzania bilioni 9.9, na kama unavyoona haya madaraja yote yamefanyiwa na mkandarasi mzawa ambaye ni Sama Communication Limited. Amefanya kazi nzuri, na kama unavyoona baada ya kufungua madaraja imesaidia urahisi wa magari kupita, mabasi. Ukiangalia yanaunganisha madaraja linki kati ya Makongolosi Chunya kwenda Singida. Kwa hiyo unaona kwamba kukamilika kwa madaraja haya yatarahisisha usafiri na usafirishaji wa mazao kwa urahisi kati ya viunga vya Chunya na Singida. Jumla tunashukuru sana serikali kwa kutuamini sisi kama wakandarasi wazao. Wametupa miradi miwili ya madaraja, moja huko hapa kwenye mji mdogo wa Lupa na mwingine huko kwenye mji mdogo wa Binti Manyanga. Zote zina thamani ya bilioni 9.9. Tunashukuru tumeitekeleza vizuri na kwa wakati, na tunaamini tumezidi kujengea imani yetu kwa serikali na kwa wadhamini ambao wanakuwa wakitusaidia hela za ujenzi, kusaidia serikali yetu hela ya ujenzi. Tulianza hii kazi 2024 mwezi wa 11, tumefanya ndani ya muda ambao tumepewa ambao ni mwaka mmoja. Nashukuru Mungu kwamba hali ya hewa ilikuwa na changamoto zake, lakini tumefanikiwa kupambana mvua sana, lakini tumefanikiwa. Tumejenga hii daraja kuanza kwenye msimu wa mvua, lakini tunajitahidi rasilimali tulizokuwa nazo ikiwemo fedha tulizopata kutoka serikalini kuzitumia vizuri na kwa wakati, na
kusaidia kuweza kukaa ndani ya muda wa mradi. Mimi labda niwaombe tu wananchi, kwa sababu hii miradi ipo. Serikali haimiliki mradi wowote ule. Kazi ya serikali ni kutekeleza miradi. Mmiliki wa miradi ni mwananchi mwenyewe, ndio huwa mmiliki. Kazi ya serikali sio kumiliki, ni kutengeneza na kuwakabidhi wananchi. Kwa hiyo niwaombe wananchi kutunza miradi hii. Kwanza kuna taa za barabarani. Tukisema taa za barabarani, maana ziko kando kando ya barabara. Wako madereva wengine wasio makini, wamekuwa wakigonga na kuvunja hizi taa. Kwa hiyo niwaombe wananchi kuwa makini, na kama ikitokea mtu anaharibu miundombinu yote ya barabara, kwanza sheria inamruhusu mwananchi kumkamata mtu yeyote yule anayevunja sheria mbele yake. Kwa hiyo mtu huyo kweli akamatwe. Bongo Play TV.